Karibu sana kwenye Safari ya Tabasamu, kipindi kinacholeta hadithi halisi za maisha, changamoto na mshindo wa tabasamu ambalo linabadilisha dunia. Mimi ni Neko la Afrika na leo tuna mgeni ambaye safari yake itatufungulia mengi sana. Karibu Dani Sosi. Nashukuru sana Neko la Afrika. Afurahi kuwa hapa. Karibu sana. Na Dani Sosi, kwa kuanza tu, furaha yako ama tabasamu lako leo linaanza wapi? Linatoka wapi hasa? Tabasamu langu kwanza linaanzia asubuhi baada ya kuamka na kutambua kwamba Mwenyezi Mungu amenijalia pumzi ya uhai. Hapo ndipo chemchem ya tabasamu langu linapoanzia, lakini siku hii ya leo tabasamu langu linaendelea kuwa kushamiri kwa sababu baada ya kushika simu yangu na kuangalia kwenye SMS zangu nikuta basi bi mkubwa amenitumia kiasi cha shilingi 500. Kwa hiyo tabasamu langu kidogo linaendelea kuwa jema zaidi kwa siku yangu ya leo. Kama kuna kitu ambacho ni cha kuchekesha kilichowahi kukutokea, unaweza kutuambia kidogo katika maisha yako? Kitu cha kuchekesha ambacho kimewahi kutokea hivi karibuni, of course nilikuwa kwenye harakati za kuchati na mpenzi wangu, right? Kwa kwenye harakati za kuchati, kuna text moja nikawa nimekosea, baada nimtumie yeye nikawa nimemtumia mama yangu. Text yenyewe ilikuwa inasema nakupenda sana baby wangu, nakupenda sana. Kwa hiyo baada ya kumtumia baby wangu nikawa nimemtumia mama yangu. Pale mama yangu akanipigia simu akasema, mimi ndo nimekuwa baby wako siku hizi. Kwa hiyo ile jambo aliyokuja nayo kwa kile kitu kilinifurahisha sana. Ile kitu kilinifurahisha sana, na ile siku nilijikuta namuomba samahani, na ndio nilipokuwa namuomba samahani na reaction yake alipokuwa na react, of course ilikuwa na enjoy sana, ndio alinielewa. Mwisho wa siku kila kitu kilikuwa vizuri. Okay, tuje kwenye upande wa changamoto hasa katika dunia sasa na maisha hivi ya kila siku. Kuna changamoto nyingi sana. Kuna changamoto ya afya, elimu, changamoto za kifamilia na kadhalika. Wewe kabla ya kukutana na Smile Foundation ulipitia changamoto gani ambayo huwezi kuisahau? Kabla ya kukutana na Smile Foundation, changamoto ambayo nilikuwa naipitia mimi ni changamoto ya goti. Nilikuwa uwanjani na ni changamoto ya kiafya. Changamoto ya kiafya of course. Na afya yenyewe ilikuwa ni mguu sehemu ilikuwa ni goti. Kwa nini nilikuwa uwanjani and nikawa nimepata injury ya goti kabla ya kukutana na Smile Foundation. Kwa hiyo nilipokuwa naugulia lile goti, of course nilikuwa kwenye hali ngumu sana. Nilikuwa na mawazo and sichezi mpira, siatendi mazoezi, yani in short nilikuwa siwezi kufanya shughuli yoyote ile hapo inahusiana na mpira. Lakini Smile Foundation walipokutana na mimi walikuwa ni sehemu yangu ya faraja, na waweza kunifariji na kunipa matumaini kutokana na injury niliyokuwa nayo kwa namna moja ama nyingine. Wameplay part kubwa sana mpaka leo hii kunisaidia goti langu limekaa vizuri. Of course, nawashukuru sana Smile. Ni kweli changamoto hizo zinagusa sana. Ulijisikiaje wakati ule na uliwezaje kuendelea kutabasamu licha ya hayo yote? Niliweza kutabasamu au niliweza kufurahia uwepo wa Smile Foundation kwenye maisha yangu, kwa sababu kabla sijakutana na Smile Foundation kuna changamoto kubwa sana ya goti. Kama nilivyokuambia, siwezi hata kutembea, siwezi kujishughulisha na issue yoyote ambayo inahusiana na mpira, siwezi kufanya mazoezi and everything. Kwa hiyo baada ya Smile Foundation kuja kushiriki na mimi pamoja na timu ya Smile Foundation kunitembelea na kunipa muda wao wa kutosha katika siku, of course wakawa wameplay part kubwa sana kwenye maisha yangu, hasa kwenye changamoto ya goti, na mpaka nilipokuja kukaa sawa mpaka leo hii, of course I enjoy their presence. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba tabasamu lako la leo sehemu kubwa inatokana na huo msaada? Yeah, naweza nikasema hivyo. Tabasamu langu la leo limetokana na hiyo support kutoka Smile Foundation na timu nzima ya Smile Foundation ambao waliweza kunisupport, waliweza kuwa karibu na mimi, kwa sababu mpaka leo hii
niko vizuri na nacheza mpira vizuri na kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo wengine wasingekuwa Smile Foundation mpaka leo hii mimi ningekuwa injured, lakini kwa sababu walikuja kwenye maisha yangu na wakatake part mpaka leo hii mimi ni mzima, goti langu halina shida. Kwa hiyo yeah. Okay, na kwa mtazamo wako tabasamu lina nguvu gani kwa mtu anayeumia? Tabasamu lina nguvu sana kwa mtu anayeumia. Kwanza linatoa faraja na matumaini kutokana na changamoto au maumivu ambayo anakutana nayo. Faraja na matumaini kumpa nia ya kutabasamu kesho, lakini pia faraja na matumaini yanatia moyo na yanampa mtu nguvu kwenye changamoto ambayo anakutana nayo. Kwa hiyo haijalishi mtu anakumbana na changamoto gani, haijalishi mtu anakumbana na tatizo gani, haijalishi mtu yupo kwenye nyakati gani ngumu, cha msingi na kizuri zaidi yampasa yeye kutabasamu. Okay, na kama mtu anakutazama hivi sasa na hana sababu ya kutabasamu, ujumbe wako kwake ungekuwa ni upi hasa? Ujumbe wangu kwake ni kwamba kwa kuwa Mwenyezi Mungu ameweza kutupa nafasi, ameweza kutupa pumzi ya uhai mpaka tunaweza kuzungumza na tumeweza kuiona siku ya leo. Kwa hiyo zipo sababu nyingi sana za yeye kutabasamu, kwa sababu kila ambaye analiona jua, kila ambaye ana pumzi ya uhai, basi ana nafasi kubwa ya kuwa mshindi katika maisha yake. Kwa hiyo ipo sababu kubwa ya yeye kutabasamu. Cha ziada zaidi, hatakiwi kukata tamaa.